Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Uaminifu na bidii nguzo ya maendeleo. Kwa majina yangu ninaitwa Chacha Marwa. Ni mwenyekiti wa chama cha bodaboda na bajaji mkoa wa Dodoma. Siku ya leo ni siku muhimu. Tumekusudia kuzungumza na ninyi waandishi wa habari kwa ajili ya mambo kadha wa kadha yaliyoko mbele yetu. Aidha, nipende kuwashukuru ndugu viongozi wa maafisa usafirishaji mkoa wa Dodoma, ndugu viongozi wa wilaya, wenye viti wa vituo, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Ninao furaha kusimama mbele yenu wakati kama huu nikiwa mwenyekiti wa chama cha madereva pikipiki mkoa wa Dodoma. Leo nasimama mbele yenu kuzungumza juu ya mustakabali wa amani katika mkoa wetu wa Dodoma, hasa kwa maafisa usafirishaji. Usafiri wa bodaboda na bajaji ni nyenzo muhimu katika kukuza uchumi wa taifa, lakini pia hurahisisha usafiri wa watu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Aidha, kipindi cha hapo nyuma, wakati pikipiki hizi hazikuwepo, palikuwepo na changamoto nyingi za usafiri, lakini kwa sasa tuna unafuu mkubwa kwa sababu ya vyombo hivi. Aidha, zaidi ya 85% ya binadamu au ya watu hutegemea vyombo hivi katika safari zao za kila siku ili kuwarahisishia shughuli zao, ikiwemo kuagiza maafisa usafirishaji kufanya shughuli zao mbalimbali. Ndugu waandishi wa habari, zote tunatambua mtanzuko na hatari iliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, ambapo baadhi ya watu walipoteza maisha yao pamoja na uharibifu mkubwa wa mali ya umma pamoja na mali za watu binafsi ambavyo vilitokana na maandamano. Hivyo basi, tunachukua nafasi hii kuwapa pole wale wote waliopatwa na zahma hii iliyoathiri baadhi ya familia na uchumi wa mtu mmoja mmoja. Ndugu waandishi wa habari, aidha, kutokana na madhara hayo, tunatoa wito kwa maafisa usafirishaji wote mkoa wa Dodoma pamoja na wilaya zake katika mambo yafuatayo. La kwanza ni kushiriki katika shughuli yoyote ambayo inaleta uvunjivu wa amani katika mkoa wetu, kwa sababu uvunjivu wa amani ukishatokea hatuwezi kufanya kazi, tutakuwa nyumbani, watoto wetu watakufa na njaa. Pili, kuepuka ushawishi kwa namna moja ama nyingine unaopelekea kuharibu taswira ya maafisa usafirishaji, kuonekana kwamba maafisa usafirishaji ni waharibifu ama wanachangia juhudi ya kuharibu amani ya mkoa wetu. Hilo tumelikataa. Tatu, kutoa taarifa. Maafisa usafirishaji wanapaswa kutoa taarifa punde wanapoona viashiria ama vihatarishi vinavyoweza kuleta uvunjivu wa amani katika mkoa wetu. Watoe taarifa kwenye chama, watoe taarifa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, ili mkoa wetu uweze kusimamiwa, lakini pia uweze kufanya kazi kwa misingi ya haki na utulivu na amani. La nne na la mwisho ni kuwasihi kwamba umoja wa madereva pikipiki mkoa wa Dodoma, sisi hatuungi mkono maandamano ya aina yoyote ambayo pengine yanaweza kuchochea ghasia na kuleta tena vifo na uhalifu wa mali za watu ama watu kupoteza maisha. Ndugu waandishi wa habari, msimamo wetu kuelekea wanachama wetu ni kwamba hatuungi mkono wazi wala kukubaliana na mtu awaye yeyote anaye ama atakaye jihusisha na mambo kama hayo ambayo nimeyataja hapo awali. Ndugu waandishi wa habari, chama chetu hakijikiti katika masuala ya kisiasa, bali katika kuchapa kazi katika mazingira yenye amani na utulivu.
Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.